ni mchezo wa namna gani. Kwa hivyo bila shaka yoyote ni lazima wakati wa utumishi wake amewahi kukwaruzana kwa namna moja au nyingine, aidha kwa nia njema ambayo sisi tunaamini hivyo, lakini ameondoka, pengine hajawahi kuomba msamaha kwa wale aliowakosea. Sisi kama familia kwa niaba yake tunaomba msamaha na upatanisho kwa wale wote ambao amewahi kuwakosea katika harakati zake za kisiasa na maisha yake kwa ujumla, lakini na wale wote ambao pengine waliwahi kumkosea, sisi kama familia pia tunawasamehe kwa niaba yake. Mheshimiwa Waziri Mkuu William, kama Mtanzania mwingine kama ulivyo wewe na ambavyo wengi wanakufahamu na namna mwenyewe unavyojipambanua, historia yako na ya William na ya Watanzania walio wengi haina tofauti. Wengi wanamfahamu kwa kazi alizozifanya, lakini sisi kwetu ni mtu ambaye alitokea kutoka kusikojulikana akafika hapo alipofika. Nataka kusema nini? Yeyote katika nchi hii anaweza kuwa yoyote akiamua kuwa yeyote. Hakuzaliwa katika familia ya kitajiri, hakusoma au kubahatika kusoma katika shule ambazo pengine wengine walifanikiwa kusoma, lakini yeye kama yeye kwa jitihada zake, juhudi zake na mapambano yake aliamini ya kwamba akifanya kwa nafasi yake, kwa kadri Mungu alivyomwezesha, anaweza kufika popote anapoweza kufika kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana tunasema kwenye siasa kuna lugha wakati mwingine wanasema wengine wana mibuyu. Mheshimiwa William hakuwa na mbuyu kwenye siasa, kwa maana mtu wanasema Godfather. Wakati wote alikuwa anasema Godfather ni wewe mwenyewe na kazi zako. Nakwambia mdogo wangu, ukitaka uheshimike, fanya kazi. Usiwe mwizi. Mimi kama mdogo wake katika maisha yangu, chochote atakachoniona nacho kipya, eza ni mali, ataniita. Atamwambia, wewe ni mtumishi wa umma, nieleze hii umeipata-pataje. Sasa inabidi nianze kutoa siri ya viposhoposho vyangu, pengine vikazi nilivyofanya, lakini mwisho anakuambia usile hela ya serikali kama hujaifanyia kazi. Kwa hivyo alikuwa mwadilifu, alikuwa mtiifu kwa nchi, viongozi wake, na hakuwa na siasa za uhasama. Wakati wote alijaribu kuwa katikati, kuwaleta watu pamoja. Ndio maana marais wa awamu 4 wameweza kumtumia katika nafasi ya kuweza kuratibu shughuli za serikali. Alianza rais wa awamu ya 3 Mheshimiwa Benjamin William Mkapa kumpa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, uratibu na bunge mwaka 2000 mpaka 2005. Baada ya hapo akaja Kikwete. Of course yalizungumzwa hapo mambo ya kuumizana kisiasa. Aliumizwa kidogo
kipindi cha kwanza cha awamu ya JK kwa fitna kwamba hakuwa mwenzetu. Akapumzishwa kidogo, baadaye JK akapata ukweli, akamrudisha kwenye serikali, akampa ukuu wa mkoa wa Dodoma, baadaye akampeleka Dar es Salaam. Kipindi cha pili cha JK akamrudisha tena kwenye uchifu whip. Baada ya hapo akaja Magufuli akampa uwaziri wa ardhi. Lakini baadaye tena Magufuli akaona kwamba huyu mtu atanifaa zaidi kwenye nafasi hii. Akaja Mama Samia naye kamtumia kwenye nafasi hiyo. Ni mtu pekee ambaye amewatumikia marais wanne katika nafasi ya kuratibu shughuli za serikali. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana maarifa makubwa, uzoefu mkubwa katika uendeshaji wa shughuli za serikali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huyu ni mtu pekee pia amefanya kazi na mawaziri wakuu takribani wanne. Alianza na Sumaye, akaja Pinda, Mheshimiwa Pinda, akaja Mheshimiwa Majaliwa, na sasa amefanya kazi na wewe japo kwa kipindi kifupi, lakini naamini alikuwa ni mtu wa msaada kwako. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tunaomboleza kwa kuondokewa na mpendwa wetu, lakini tunawapa pole kwa kuondokewa na mwenzenu, rafiki na chombo ambacho mlipenda kukiwatumikie katika serikali. Mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba uniruhusu nidokeze tu kidogo. Yamezungumzwa, of course narudia kidogo, lakini nataka nitoe vidokezo kidogo kwa namna ambavyo sisi tulimfahamu ndugu yetu. Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi alikuwa kiongozi hodari, jasiri, mnyenyekevu, mwaminifu, imara, mzalendo, mwadilifu, asiyependa rushwa wala uonevu wa aina yoyote, mpenda utu na amani, mtii kwa viongozi wake, mwenye msimamo usioyumbishwa, msikivu, mpenda watu, mwalimu, mchapakazi. Yeye alikuwa muumini wa ujamaa. Yule alikuwa ni communist, asiyependa makundi na siasa za uhasama. Sifa hizo na nyingine zilimfanya kuwa kiongozi mwenye ushawishi mkubwa kwa viongozi waliompa dhamana na kwa wale ambao anawaongoza, kutokana na hayo ambayo nimeyaeleza. Na ndio maana kama nilivyosema, ameweza kutumika katika awamu zote hizo bila kuwa na godfather. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Lukuvi aliheshimu kazi. Wewe unafahamu zaidi, yawezekana wengine hawafahamu. Hata akiwa na changamoto za kiafya, sisi wanafamilia tunamuomba apumzike, anakuambia kazi za watu nisipofanya ikiharibika, nyinyi ndo mnajua naumwa, lakini wale ambao nimeharibu kazi yao hawataelewa kama mimi nilikuwa naumwa. Kwa hivyo amefanya kazi hata kipindi akiwa anaumwa, ana maumivu makali, lakini anataka kazi ya watu isimharibikie mikononi mwake. Tumeumia kama familia, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha yake. Na kama alivyosema Spika mstaafu Dr. Tulia, basi sote kwa pamoja, hasa wanasiasa vijana na viongozi vijana, tujaribu kuiga yale ambayo ametuachia na kuyaenzi. Japo moja linaweza likakusaidia katika safari yako ya kisiasa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba mnisamee kwa kuchukua muda mrefu kidogo, lakini kwa niaba ya familia tunawashukuru sana kwa namna ambavyo mmeweza kwanza kupambania uhai wa maisha ya ndugu yetu tangu alipopata hitilafu ya kiafya,
mpaka umauti ulipomkuta, na namna ambavyo mmeweza kuratibu shughuli za mazishi yake mpaka sasa. Kama familia hatuna dukuduku lolote. Tunawashukuru sana.